sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa na wimbi kubwa la wafanyakazi wa serikali katika baadhi ya wizara, taasisi kuhama kwenda kwenye taasisi zingine kwenda kutafuta maslahi bora, haswa mshahara. Ni nini mkakati wa serikali kuhakikisha wafanyakazi wa kada fulani zinazofanana na elimu inayofanana wanapata mshahara unaofanana ili kupunguza hii kuhamahama ambayo inaacha baadhi ya taasisi kukosa wafanyakazi kwa muda mrefu? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swala la Mheshimiwa Priscus Tarimo, mbunge wa Moshi mjini, kama ifuatavyo. Swala la utumishi wa umma linaratibiwa vizuri na serikali, ikiwemo na maslahi yao kwenye maslahi pamoja na mshahara. Serikali kupitia wizara iliyoko ofisi ya Rais, management na utumishi wa umma, lakini pia hata ofisi ya Waziri Mkuu, tuna wizara ya kazi, ajira na vijana. Zote hizi zinafanya kazi ya kufuatilia mwenendo wa watumishi wetu wa umma, na si watumishi wa umma peke yake, hata kwenye private sector, sekta binafsi, kuwa wanapata maslahi yao ambayo yanawezesha kuwa na utulivu mahali pa kazi bila ya kuhama kutoka eneo moja mpaka eneo jingine. Ingawa hatuzuii mtumishi kufata maslahi popote, na tunajua mishahara inatokana na majukumu ambayo anatakiwa kuyatenda, ndio anaweza kueleza mshahara huu unatakiwa kupata kiwango fulani, elimu walionayo, lakini pia ujuzi ambao anao mtumishi wa umma unamsaidia pia kupata mshahara wake, lakini pia hali ya uchumi, iwe ni taasisi au serikali, ndio inaweza kutengeneza mazingira mazuri ya mishahara hii. Na kwa hiyo jukumu la serikali ni kuweka sheria ambayo na ukomo ambao mtumishi wa umma hapaswi kupata kiwango cha chini zaidi ya kiwango ambacho kimewekwa na serikali, na sisi tunaita kiwango cha chini. Na huku serikalini tumeunda taasisi, idara inayoshughulikia mishahara, posho, marupurupu, ambayo yanafanya mapitio kila mwaka na kuona mabadiliko ya kiuchumi ya nchi yanakwenda sambamba na pato ambalo angalau linaweza kumwezesha mtumishi wa umma kutekeleza majukumu yake katika familia. Na kwa hiyo mtumishi anapofanya kazi kwenye ofisi A, iwe ya taasisi ya umma au binafsi, hazuiliwi kuhamia taasisi B kama tu anaona kwamba huku kulingana na majukumu na hali ya uchumi wa taasisi hiyo inaweza ikamletea maslahi. Kwa hiyo serikali, jukumu letu ni kukaa pamoja na wadau, hasa waajiri, na ndio kwa sababu tunafanya kazi na vyama vya wafanyakazi, vyama vya waajiri, pamoja tunazungumza na kuhakikisha kwamba tunafanya mapitio ya maslahi yao wakati wote, na inatokea wakati mwingine tukaweka pamoja wafanyakazi wote tukapata maoni yao. Na siku hii ni ile siku ya Mei Mosi ambayo inajumuisha wafanyakazi duniani, na mwaka huu tutakuwa mkoani Singida, tutasherehekea kitaifa. Kwa hiyo tunakwenda kupokea maoni ya wafanyakazi, tunaenda kupokea ujumbe wa wafanyakazi, lakini pia na waajiri watakuwepo pale, wa sekta ya umma na sekta binafsi, kuona namna mzuri ya kufanya maboresho. Kwa hiyo serikali inaendelea na jukumu hili la kuhakikisha kwamba tunasimamia upatikanaji wa maslahi mazuri ya mtumishi wa umma na mtumishi kwenye sekta binafsi anapotekeleza majukumu yake kulingana na vigezo ambavyo nimeeleza pale awali. Kwa hiyo niwaahidi watumishi wa umma, lakini waahidi pia watumishi wa sekta binafsi kwamba serikali itaendelea kusimamia maslahi ya watumishi, kuanzia mishahara, lakini madai mbalimbali kuwa yanalipwa kwa wakati, ili amwezeshe mtumishi wa umma kuendesha maisha yake kutokana na majukumu anayotekeleza ambayo ni halali, ikiwa ndio wajibu wake mahali pa kazi. Asante sana. Mheshimiwa Ali Anyigulile Jumbe Mlagila, mbunge wa Kyela.